إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Maashira almuslimin, mwanzo wa mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja tulikuwa na siku 10 bora, siku ambazo amali njema Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaipenda sana kuliko amali yoyote inayofanywa katika mwezi mwingine. Tulikuwa na msimu wa ibada adhima, ibada ya haji. Misimu hiyo yote imemalizika kwa haraka haraka. Ndugu zangu Waislamu, kila siku zinavyokwenda haraka, kila wiki zinavyokwenda haraka, na miezi na miaka, tujue kwamba umri wa kila mmoja katika sisi pia unakwenda haraka. Umri wa kila mmoja katika sisi uko karibu na kwenda akhira na kuwa mbali na dunia. Ndugu zangu Waislamu, matukio haya ya kwenda haraka haraka siku, lazima kila mmoja wetu apate makumbusho ya kwamba umri wake unamalizika. Ni lazima kila mmoja katika sisi arudi kwa Allah azza wa jalla na kufanya amali njema zitakazosufaa siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, wengi tunaghafilika na mauti, pamoja na kwamba Mtume sallam mara kwa mara anatuambia akthiru min dhikri hadhihi ladhati almaut, kithirisheni kukumbuka kivunja starehe mauti. Sasa matukio haya yote ya kwenda haraka siku na kutofauti na kubadilika usiku na mchana, haya yote ni matukio ambayo kila mmoja wetu anatakiwa azingatie kwamba mauti yako karibu na sisi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab, hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na hitilafu na mabadiliko ya usiku na mchana kuna alama nyingi na alama kubwa za kuonesha uwepo wa Allah kwa wale wenye akili. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayebadilisha usiku na mchana, yuqallibu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tuzingatie haraka haraka ya siku hizi, tuzingatie kwamba umri wa kila mmoja wetu nao unakwenda haraka na kuwa karibu na kabr,
na kuwa mbali na maisha ya duniani. Turudini kwa Allah azza wa jalla. Ndugu zangu, wangapi wamefariki katika mwezi huu? Ndugu zetu wangapi? Mama zetu wangapi? Dada zetu wangapi? Wazee wetu wamefariki katika ndani ya mwaka huu. Yote haya tunatakiwa tuzingatie, ndugu zangu Waislamu. Kila siku tunawazika ndugu zetu Waislamu, sisi wenyewe tunaghafilika. Kila siku tunakwenda katika makbara kuwazika ndugu zetu Waislamu, lakini pale katika makbara utaona jinsi tulivyoghafilika na mauti. Pale pale katika makbara tunamzika ndugu yetu, na huku wengine tunazungumza na simu na kucheka na habari za biashara pale pale ndani ya makbara. Ghafla, ndugu zangu Waislamu, tumeghafilika sana. Dunia inatughuru, ndugu zangu Waislamu. Tunatakiwa tukumbuke mara kwa mara tunapokwenda kuzika, tukumbuke kwamba na sisi tuna siku yetu pale. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadbaa mahmulu, kila aliyezaliwa na mwanamke. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu, hata kama ameishi muda mrefu, miaka mingi, yawman ala alatin hadbaa mahmulu, siku moja atabebwa katika jeneza ende akazikwe. Kwa tuna ghafla kubwa, ndugu zangu Waislamu. Ma'shara almuslimin, haraka hii ya siku na miezi na miaka ni moja katika dalili na alama kubwa za kiyama. Hii ni katika alama za kiyama, siku kwenda haraka, miezi, miaka ni katika alama za kiyama, ndugu zangu Waislamu. Fi sahih al-jami' min hadithi Anas wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, kiyama hakitasimama mpaka zama ziwe karibu, zama zinakurubiana. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظرمة بالنار. Mtume sallam anasema la taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman, kiyama hakitasimama mpaka zama zikurubiane. Leo tulikuwa na jambo hili, mwezi ujao, mwaka ushafika, linarudia tena jambo lile. La taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kash-shahr, utakuwa mwaka ni kama mwezi mmoja. Wash-shahru kal-jum'a, mwezi utakuwa ni kama wiki moja. Watakunu al-jum'atu kal-yawm, itakuwa wiki ni kama siku moja. Wayakunu al-yawmu kas-sa'a, itakuwa siku ni kama jisaa moja. Watakunu as-sa'a kadh-dharmati bin-nar, na saa moja itakuwa ni kama kuwasha moto. Jinsi siku zinazokwenda bio ni moja katika dalili za kiyama. Ndugu zangu Waislamu, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia si mahali pa kuishi milele. Wa innal akhirata lahiya alhayawan, akhira ndiyo nyumba ya milele. Dunia ni fania, dunia itamalizika. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ndugu zangu Waislamu, Ijumaa hii ya leo ni Ijumaa ya mwisho katika mwaka huu wa Kiislamu, mwaka 1447 Hijria. Wiki ijayo unaanza mwaka mpya, mwaka 1448 Hijria. Ndugu zangu Waislamu, hii ni kalenda ya Uislamu. Inatakikana kwa Waislamu tuzikumbushe nafsi zetu na tuwakumbushe ndugu zetu Waislamu kwamba kalenda ya Kiislamu ndiyo kalenda inayotumika katika ibada zetu,
kalenda hii ya Kiislamu ni kalenda inayotumika katika ibada zetu. Miezi ya ibada inategemea kalenda hii ya Kiislamu. Ibada ya haji inategemea kalenda ya Kiislamu. Ibada ya siyam inategemea miezi hii ya Kiislamu, mwezi wa Ramadhani. Na matukio yote ndugu zangu Waislamu ya Kiislamu yanategemea kalenda hii ya Kiislamu. Kwa tunatakiwa ndugu zangu Waislamu tuijue kalenda hii. Sio Waislamu wote wanaoitumia kalenda hii, lakini ni wajibu wetu kuijua na kuitumia kalenda yetu ya Kiislamu. Kalenda ya kikafiri sio yetu ndugu zangu Waislamu. Sisi tuna kalenda yetu hii ya Kiislamu. Masala ya wanawake, masala ya hedhi kwa wanawake, siku zao za kila mwezi, masala ya talaka, eda za talaka za wanawake, eda za kufiliwa za wanawake, zinategemea miezi hii ya Kiislamu, hazitegemei miezi ile ya kikafiri. Qala ta'ala walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihin thalathata quru, wanawake walioachwa wanangojea kwa nafsi zao hedhi tatu, inategemea miezi hii ya Kiislamu. Kadhalik wanawake waliofiliwa, yakulu ta'ala walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwaja yatarabbasna bianfusihin 4 ashhurin wa 10, wale waliokufa katika nyinyi wakawacha wake zao wako hai, wake hao wanakaa eda miezi 4 na siku 10. Hii inazingatiwa miezi hii ya Kiislamu, si miezi ile ya kikafiri. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuienzi kalenda hii ya Kiislamu na tuijue na tuitumie. Masala yote tunatakiwa tutumie kalenda hii ya Kiislamu, ndio yetu ndugu zangu Waislamu. Lakini sio Waislamu wote wanaoijua, licha ya kuitekeleza, wanaoijua kalenda ya Kiislamu kwamba mwezi wa kwanza wa Uislamu unaitwa nini, mwezi wa pili katika miezi ya Kiislamu inaitwaje. Sio Waislamu wote wanaojua. Lakini Waislamu waulize kalenda ile ya kikafiri, watakutajia kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kubabaika. Lakini hebu mwambie Muislamu, mtajie mwezi wa kwanza wa Uislamu mpaka mwezi wa 12. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuijue kalenda hii na tuienzi kalenda hii. Na sijasema kwamba vyeti vya kuzaliwa tulazimishe viandikwe kalenda ya Kiislamu. La, haya ni masuala ya kiserikali. Tunatakiwa tuwatii viongozi katika masuala hayo ambayo sio kumwasi Allah. Tunatakiwa tuandike vile vile wanavyotaka, lakini masuala yetu binafsi, masuala ya harusi, masuala ya mihadharat, tunatakiwa tutumie kalenda hii ndugu zangu Waislamu, tusitumie kalenda ya kizungu. Tuenzini Uislamu wetu. Uislamu ni izz, lillahi al-izza wa lirasuli wa lilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Uislamu ni izz, ni utukufu. Tuenzini Uislamu wetu, tusifuate mambo ya kikafiri ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu, pamoja na kuheshimu na kuitekeleza kalenda hii, lakini Uislamu haujaweka sherehe za mwaka mpya. Pamoja na kwamba Waislamu wanatakiwa watilie muhimu kalenda ya Kiislamu, waitumie kalenda hii katika matukio yao, lakini Uislamu haujaweka sherehe za mwaka mpya. Sherehe za mwaka mpya ni sherehe za kikafiri, sio za Waislamu. Waislamu hawana sherehe katika mwaka mpya, hawana kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka jambo hilo. As-salafu salih hakufanya mambo hayo ya kusherehekea kwa sababu ya mwaka mpya wa Kiislamu. Lakini wanaofanya hivyo ni wazushi ndugu zangu Waislamu. Mtasikia, mtaona watu wanatembea mabarabarani na zefe kusherehekea mwaka mpya. La, Uislamu haujaweka sherehe hizo, na sio dalili kwamba mbona kuna nchi nyingine za Kiislamu zinasherehekea. Sio dalili. Nchi za Kiislamu sio dalili katika Uislamu. Dalili katika Qur'an ni Qur'an na Sunna na amalu salafi saleh. Hii ndio dalili katika Qur'an.
Hakuna katika Qur'ani sherehe za mwaka mpya, hakuna katika sunna sherehe za mwaka mpya. As-salafu salih pia hata hawajui sherehe za mwaka mpya. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna kusherehekea mwaka mpya wala hakuna pongezi. Hakuna kupongezana Waislamu kwamba umeingia mwaka mpya, Waislamu wapongezane, kullu amu antum bikhair, kullu amu anta tayyib. La, as-salafu hawakufanya hivi ndugu zangu Waislamu. Kila jambo ambalo salafu wamelifanya tunatakiwa tulifanye. Kila jambo ambalo salafu hawajalifanya tunatakiwa tusilifanye. Uislamu unasema hivyo, kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma anasema hivyo, kila ibada ambayo masahaba wa mtume hawajaifanya ninyi msiifanye. Kwa ndugu zangu Waislamu, Uislamu haujaweka sherehe za mwaka mpya. Halafu ndugu zangu Waislamu, al-aqil, mwenye akili, vipi atasherehekea mwaka mpya unaingia? Mwenye akili, hiyo ni mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka mpya wa kikafiri, unasherehekea vipi wewe? Umri wako unamalizika, unakwenda kaburini, unasherehekea hivyo? Umeshajipanga vizuri kwenda kwa Allah mpaka ukasherehekea? يقول أحد الشعراء إنا لنفرح بالأيام نقطوها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإن الربح والخسران في العمل. إنا لنفرح بالأيام نقطوها، sisi tunafurahika kwa siku hizi tunazozikata, tunafurahika. Wale waajiriwa kila siku wanataka iwe ni mwisho wa mwezi, ikifika siku mbili tu, wiki moja, wanataka iwe mwisho wa mwezi kwa sababu ya mishahara. Inna lanafrahu bil ayami naqtawha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali, kila siku inayopita inamweka karibu mtu na mauti. Fa'mal li nafsika qabla al mauti mujtahida, fanya amal kwa nafsi yako kabla ya mauti hajakufikia, hali ya kujitahidi kufanya amali. Fa'mal li nafsika qabla al mauti mujtahida fa inna ar-ribha wal khusrana fil amali. Fa'mal li nafsika qabla al mauti mujtahida fa inna ar-ribha wal khusrana fil amali. Nas'alu al-Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.